half of Mandera is occupied by forces from Jubaland. Hawa Somalia hawakupigania Kenya. Tukirudi kwa Eastern Government, unaweza pata hawa Somalia hawakupigania Kenya. Walipigania wapi? Second World War. First World War. First Lancaster, Second Lancaster walienda. Kuna Msomalia alikuwa huko. Wacha kutupima bwana. Masaa sasa Jaramogi Oginga Odinga Tom Mboya walikuwa wanaingia Berlin Conference walikuwa. Wanajua Berlin Conference watu waliingia mwaka gani? Watu wakigawa Kenya sasa. Wanajua. Wakikuyu wakikuja na Mau. Wasungu warudi Ulaya. Kwa Italian rap Samoei akresist. Na Bongo na Mumia katika collaborate. Walikuwa wapi? Kuna Msomali unasoma kwa kitabu ndugu yangu, kitabu ya Kenya. Ama unakuja anga tu watu wana grab Kenya because of sahi watu wana grab Kenya. Ndugu yangu, Kenya iko na wenyewe baba. Rudi kwa kitabu, sisi niongea mbaya. Mimi nimeongea kwa hizo vitu. Hata kuna mama alikuwa anatoka hapa Mijikenda. Huyu mama sijui alikuwa anaitwa nani? Kuna mama alikuwa anatoka hapa. Makatilili, Wamenza. Au nikisikia Mijikenda anapiga nduru na mtolea kofia, piga nduru kabisa. Lakini si Msomali. Si Msomali. Mtu yuko kwa kitabu ya Kenya bwana. Huyo ni mgeni amekuja. Wamekuja hapa Kenya tukikojoa tukisajua kukulana. Gachagua hajawahi sema uongo. Na Wakenya watakuja collaborate with the words of Gachagua. I'm telling you the truth. Kama unataka mtu anasema tu kweli ni Gachagua. Gachagua alisema there is no need kufungua border kila mtu akuje. Na watu wakikuja sasa governor wa Mandera analia au mal sababu wanakuja na wanachukua shule. Hizo shule siko hapo along Mandera. Hizo shule iko within Mandera County. Place inaitwa Juba ama inaitwaje? Inaitwaje? Imekuwa occupied na Al-Shabaab kutoka. Inaitwaje hiyo place? Mandera. Hiyo Mandera. Sasa shule siko hapo, unapata kama wao Al-Shabaab wanafukuza watoto alafu wanachukua hizo vitu zinakaa kama kambi mali wana train. Sasa uoni sasa Gachagua alikuwa anasema hao watu wanakuja. Sasa huyu governor wa Mandera sasa analia. Sasa aende tu aliye Ruto. Au because hata yeye mwenyewe Masaka Rigathi Gachagua alikuwa anasema hiyo kitu. Alinyamaza. Mbona kutokelezea aseme kweli wacha ni support Rigathi Gachagua because mimi ndiye governor wa huko na yeye ndiye president. Akatai mambo ya kuingia hapo. Sasa hao watu walikuwa wanataka kuja huku, walikuwa wanataka kuchukua Mandera. Wamechukua Mandera. Sasa mbona governor analia? Apeleke kilio yake huko State House. Aenda kae na Ruto huko because Masaka Rigathi Gachagua alikuwa anasema hiyo kitu ni mbaya. Waliungana wote wakasema Rigathi Gachagua anapiga Wasomali. Rigathi Gachagua hataki Waislamu. Sasa hivi wanalia nini? Sasa wanalia nini? Time imefika sasa wanalia nini? Wanalia nini? It means zile vitu zote Rigathi Gachagua alikuwa anasema, alikuwa amesaona mbele. Unaona? Aliona mbele na watu wako wanaona. Lewi wangoje tu watu wachukue kila kitu wanataka kuchukua Mandera. Mimi hata there is no need to discuss. Wa Mandera wachukue hata hiyo Mandera hata hiyo ofisi ya governor ya county. Waende wachukue hapo ndio wachukue hizo bunduki zao waweke hapo ndani. Wadili nao watu. Sababu gani? Rigathi Gachagua alisema there is no need to open the border. Ndugu yangu border huwezi open border. Hata wewe mwenyewe huwezi waacha tu mlango yako wazi. Hata kila mtu anaingia hapo. Huwezi kitu kama hiyo huwezi fanyika. Lakini Kenya Ruto alikubali kila mtu aingie kwa border. Sasa what's that? Songa wewe kama supporter wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Unadhani sababu gani ilimfanya President William Ruto awatolee wa Somali vetting? Ruto alikuwa ameshajua tu vizuri Mount Kenya imetoka kwa mkono yake. Hawatampigia kura. Sasa alikuwa anataka replacement ya Mount Kenya. Sasa Mungu pia lali. Sasa vile hao watu walikuja mahali sababu pia wanachukua nini? Wanachukua Mandera. Vile waliingia akafanya bovri wakuje. Sasa wale watu walikuwa wanakuja ndani, hawakuwa wanakuja kupigia Ruto kura. Hao watu walikuwa wanakuja kunyakua Kenya. Ndio hiyo wanaanza na Mandera. Wacha wanyakue Mandera wakikuja wachukue Lodwar. Ndio wafike hapa Nairobi. 2027 nimesafika tumeshapiga kura tata wanarudi. So Mr. Songa kulingana wewe kivyako na vile vetting ilitolewa Somali wali celebrate Somali wakaanza kusema kwa serikali ya Kenyatta, Uhuru Kenyatta, serikali ya Moi ya Kibaki ya Moi na Kibaki walidhulumiwa kama Wasomali walikuwa wametengwa. Nikuulize sasa hii na leo jana tunamuona governor wa Mandera analia. Inaweza kuwa ni kipindi wanatupima au watu wako pamoja
kuwaleta ama kulingana na wewe kivyako mawazo? Nataka kumwambia hivi, walete mpaka ya president wa Somali, walete huko yote. Akuja hata president wa Somalia kuja hapa. Kitu ajue, akikuja hapa Ruto anaenda nyumbani nao wa Somali wote. Hakuna kitu kingine, sina vita, sina nini, na kupiga tu kura. Hao wa Somali wakuje na bado wataenda tu nyumbani. Hiyo what we know. Hawata manage kuvote Ruto in coming 2027. Kenyatta kwa fala kuweka security kwa border, kuweka vetting. Moi kwa fala 24 years kuweka vetting huko kwa border. Kibaki kwa fala 10 years kuweka vetting. Uhuru kwa fala kuweka vetting pande hiyo. Ndugu yangu, mbona Ruto kwa aende huko TZ aseme wa TZ waingie bure? Mbona alisema tu wa Somali ndio wakuje bure? Tuko na boda ngapi? Kenya imeboard na countries ngapi? Tuko na TZ hapa tu. Tuko na Uganda hapa tu. Mbona hakufungua boda ya Busia? Mbona hakufungua boda ya Sirari? Ndugu yangu, mbona hakufungua boda ya Sirari hii ya Migori? Mbona hakufungua hii boda ya Sirari? Mbona hakufungua boda ya Namanga? Anakuja anafungua boda ya Somali hapa. Na watu wanasemanga kila siku, hatuwezi trust hao watu. Hatuwezi trust hao watu. Kwani nchi gani wewe umeshasikia Mkenya anaenda kusoma Somali? Umeshasikia wapi? Kuna Mkenya hata anaenda kusoma Somali. Umeshasikia wapi? Lakini Somali wanasema ni matajiri ndugu yangu. Tajiri gani? Wako Isili, mbona wajengi kwao? Mbona wajengi kwao? Mandera. Mbona wajengi Mandera? Mbona wajengi Wajia? Mbona wajengi nini? Isiolo. Mbona wajengi? Hata kama mwalimu kutoka Luoland, mwalimu kutoka Western ama kutoka hapa nini? Kutoka hapa Ukambani ama Coast. Akifanywa tu transfer peke yake anaenda Wajia, anaacha kazi. Kama wako na pesa. Wa Somali. Nasema tu mwalimu, hata baba yako sasa yeye ni mwalimu. Na niseme for example, ye ni mwalimu, ye ni principal. Kakamega High School ama Maseno Boys. Apewe tu transfer aende Wajia Boys. Ndugu yangu mtu analea tu. Ama Mandera Boys. Hata for example kama alikuwa anakula 90,000 ama 200,000 in Maseno Boys, na usikia anaenda kukula 500,000 huko, analia bado. Anasema taki mbona, because hapo kuna insecurity, kuna kuteseka. Sasa watu wangekuwa na pesa, wangekuwa najenga kwao. Na nisonga tukiendelea hapo, kuna jamaa fulani Msomali anaitwa Abdul, bunge la mwananchi, alireact aka-expose wa Somali, akasema Wasomali hapa Nairobi wamejenga ghorofa, lakini huko kwao Mandera watu wanateseka, wanatoa pesa na nukuu maneno ya huyo siji Borana, siji Rendile, siji nini. Abdul akasema hao watu wanatoa pesa, wanaiba pesa huko, wanaleta huko Nairobi, wanakuja kujenga magorofa. Hapa Nairobi unaona Wasomali ni matajiri, lakini huko nyumbani ni maskini. Alafu pia akakuja akareact kwa hii maneno ya SHA, akasema wale wenye walichukua mambo ya pesa ya SHA wewe mwenyewe unawajua. Na akasema huko nyumbani wanateseka, huko Mandera watu wanateseka, lakini hapa nyumbani hapa Nairobi kidogo tu wamechukua pesa yenye wanakuja wanajenga Nairobi. Una wapi kusema? Kama unataka kujua Northeastern watu wanateseka au Wasomali wanajigamba au watu wanateseka, mbaya sana. Kama unataka kujua, panda gari ya kwenda huko. Kama maji peke yake, hii maji wanakunyang'anya by force. Hii maji watu wanamwaga hapa Nairobi ama nini. Na umeshasikia wapi chakula inapeleka watu wanaomba msaada Luoland? Umeshasikia wapi? Kenya mzima. Umeshasikia watu wakiomba msaada hapa Central? Umeshasikia kuomba msaada Western? Umeshasikia wakiomba msaada Nyanza? Wanaombanga msaada wapi? Akode moja alisapeleka chakula hapa Mandera. Akode alisapeleka chakula hapa Mandera. Na wanajigamba wako na pesa. Wasomali wako na pesa gani? Ndugu yangu kama uko na pesa jenga kwenu. So that wengine pia wanaweza toka huko waende huko. Kwani huko Mandera sasa Mandera sasa imejengwa tu vizuri. Hata kuna siku Muguna anasema yeye akipigiwa kura akue rais ya Kenya, atahamisa Nairobi, anapeleka capital city kwe huko because huko kuna samba. Hata hizi affordable house Ruto ana waste time yake kugrab samba ya Nairobi. Aenda jengi hizi affordable house huko Somali huko, unaona huko Northeastern samba ni kubwa mbaya sana. Aenda jenge huko. Waende wajenge huko so that wa Somali pia wanaweza kutuconvince kweli wako mbele. Bwana Northeastern hakuna kitu bwana. Kama unataka kujua Northeastern hakuna kitu, ende uangalia hata wa Western, wale watoto wanatoka Western wanasoma Northeastern ni wangapi? Hata mtoto yako saa hii akipita tu KCPE
usikie ameitwa Wajir Boys, utakubali? Wewe utakubali? Swali ni hataka unijibu. Sasa mtoto yake amepata 400 marks KCPE. Ameitwa Wajir Boys. Utakubali? Ama Mandera Boys? Ama Mandera Girls? Utakubali? Kitu inakuja tu kwa akili yako ni insecurity. Ukila mezi kweli. Na mbona mtoto akipata 350 Northeastern anaitwa kwa national school? Mbona anaitwa kwa national school? Akipata 350 anaitwa kwa national school. Hata 250, 270 anaitwa national school, 270, 280. 300 sasa ni shule kubwa mbaya sana. Huyo ni Northeastern. Na Luland, Nyanza, kila mahali ukipata 350 bado unaitwa tu kwa county. Kwa county school. Huwezi itwa hata kwa Lenana High School. Because huko kuna vitu mingi, challenges mingi. Challenges ziko huko mingi kuliko Somali wanasema wako na pesa. Pesa gani? Pesa gani? Wajenge county yao. Mimi hata najua Luland. Najua Luland tunasema tuna kampuni lakini hakuna county Luland unaweza compare hata na hii county iko Mandera. Kwa county gani Luland? County gani? Somali wanasema occupy shamba. Ndugu yangu, let me ask you one thing. Let me ask you one thing. Unaweza kuwa na samba na hiyo samba low productive. Hiyo samba ni kama waste. Hakuna, because hot and dry climate, or else lazima wafanye farming through irrigation scheme. Na kama wako na pesa, mbona wafanye farming through irrigation scheme na wako na land kubwa so that high production of crops alafu walete huko. So long as watafanya farming through irrigation scheme. Through irrigation scheme watafanya farming za crop zote ama ni aje maize nini. Wakisafanya hivyo, we kampuni gani uko hapa nini kubwa hata ya miwa? Northeastern hata ya miwa iko. Ni pastoralist jakata ni pastoralist. Sasa wa convert hizo vitu zote kama wako na pesa hata kwa hiyo area wanaweza fanya farming through irrigation scheme. Hata nini? Unaona sugar cane in Sudan. By the place kuna place hapo inaitwa Kenana in Sudan. Hiyo wanafanya irrigation scheme. Ni wanafarm nini wanalima miwa through irrigation scheme. Ukila masi kweli. Kwani hapa haiwezi fanywa. Wa convert unaona ile River Turkana. Hiyo Lake Turkana, River Turkana. Wa convert ingie Northeastern vizuri sana, ingie Mandera, kisha ingie Mandera. Wafanye kitu inaitwa irrigation scheme. Through irrigation scheme watafanya farming because that land is fertile. Hawa Somali namwambia hao watu wacha kijugamba na huwezi fanya hizo. Mungu amepea hiyo land. Mbona huwezi fanya hiyo? Na hiyo land umejua tumeke kitu hiyo land ni virgin. Unajua virgin land. Wajawahi hakuna hata miwa. Hakuna hata chochote wamesafanya kulima hapo. Ikakataa. Sasa kitu wafanye ni hivi, wawache kublame watu ati wako kwa nini, ati wako na pesa. Kama wako na pesa, wa convert hii pesa ikue productive. So that tunasema wa Somali pia kuna kitu ina come from Mandera. Product gani ina come from Mandera? Nisonga point yako na maanisha hakuna kitu yenye Somali wana produce hii Kenya. Hata kama wana produce wanaleta nini? Hii pastoralist umejua kuna vitu zingine. Hide and skins. Wanaleta skins. Hii ya kutengeneza viatu. Hiyo pia iko hapo. Lakini Northeastern wakitumia tu akili kidogo tu hivi. I'm sorry to say this. Wakitumia tu akili, wakonvert akili zao. Ndugu yangu, so hapa kuna Mkenya, kuna mtu anaweza toka Luland kuenda kufanya kazi Mandera. Kama polisi akifanywa tu transfer Mandera anapiga nduru, nataka kujinyonga. Polisi akifanywa tu transfer Mandera, anaenda Mandera, anataka kujinyonga. Ndugu yangu, what is that? Wewe nikuulize, umejua maji mtungi moja huko ni pesa ngapi? Mtungi moja ni pesa ngapi? Mtungi moja ni pesa ngapi? Sasa waache kujigamba, kitu wafanye ni moja. Watumie hiyo pesa zao. Wasaidie nao watu wakao Borana, Rendile na hizo matakataka wao Masomali yote. Nimesema tumemaliza hivyo. Wacha kujigamba wameshika uchumi. Uchumi ukishika kwenu. Hiyo ni the reason why mimi napenda nini? Napenda wa Kikuyu.
Wakikuyu kuna mtu anatoka all the way from Luland, from Western anafanya kazi Nyeri. Ukweli ama si kweli? Kuna mtu anafanya kazi hapa hapa Kiambu. Kuna mtu anafanya kazi huko Murang'a. No. Na ukienda just go to Kisii. Kwa wale ambao wameshika the difference between wa Somali, hawa watu wameshika uchumi. Somali, Kikuyu na Kisii. Kisii ukienda saa hii kuna mtu anatoka all the way from Northeast anaenda kufanya biashara Kisii. Wa Somali wanajigamba wanafanya biashara. Mbona wafanyi biashara kwao? Jenga kwenu kwanza so that utoke huko. Wacha kujenga ghorofa kubwa hapa Nairobi. Hapa Nairobi hii samba watu walisanunua. Unaona hiyo kitu wanakuja wanachukua na hii samba ya Nairobi ikitaumana huko mbele. Ruto atatoka kwa mamlaka. Sikudanganya. Wajenge kwao. Samba ni kubwa. Mbona wajenge kwao? Wajenge kampuni so that tunaweza toka hapa Nairobi kwenda kufanya kazi huko because Mandera bado ni Kenya. Na kama hao ndio wameepa kwao wanakuja hapa wamesema wameandika wa Kenya ndugu yangu bila hao hizi makabila za Kenya hawezi survive. Nini? Isili wanasema wameandika watu. Wajaribu kutoka huko ndio tuwaone sasa kwa Kenya tunaweza fanya kazi huko. Kwani kati yao na Wakenya, kati yao hao watu wanauza Isili na sisi. Bwana wacha kutuletea ujinga kama hiyo. Bwana tunaweza rudi kwa Eastern government sasa. Tukirudi kwa Eastern government, unaweza pata hao wa Somalia hawakupigania Kenya. Walipigania wapi? Second World War. First World War. First Lancaster, Second Lancaster walienda. Kuna Msomali alikuwa huko. Wacha kutupima bwana. Masaa sasa Jaramogi Oginga Odinga Tom Mboya walikuwa wanaingia Berlin Conference walikuwa. Wanajua Berlin Conference watu waliingia mwaka gani? Watu wakigawa Kenya sasa. Wanajua? Wakikuyu wakikuja na Mau. Wasungu warudi Ulaya. Kwa Italian rap Samoei ya Krisist. Na Bongo na Mumia katika collaborate. Walikuwa wapi? Kuna Msomali unasoma kwa kitabu ndugu yangu, kitabu ya Kenya. Ama unakuja tu watu wana grab Kenya because of sahi watu wana grab Kenya. Ndugu yangu, Kenya iko na wenyewe baba. Rudi kwa kitabu, sisi niongea mbaya. Mimi nimeongea kwa hizo vitu. Hata kuna mama alikuwa anatoka hapa Mijikenda. Huyu mama sijui alikuwa anaitwa nani? Kuna mama alikuwa anatoka hapa. Makatilili, Wamenza. Au nikisikia Mijikenda anapiga nduru na mtolea kofia. Piga nduru kabisa. Lakini si Msomali. Si Msomali. Mtu yuko kwa kitabu ya Kenya bwana. Huyo ni mgeni amekuja. Wamekuja hapa Kenya tukikojoa tukisajua kukulana. Msomali gani? Ukikuja Luland, wacha sasa tumalize hii. Just go to Western, utapata na Bongo Mumia unasoma kwa kitabu. Just go to Central, utapata Utapata Dedan Kimathi, Alice Mudhoni, tunasoma kwa kitabu. Kenyatta tunasoma kwa kitabu. Oginga Odinga bado tunasoma kwa kitabu. Go to Gusiland, Sakawa, tunasoma kwa kitabu. Go to Masailand, tunasoma Olebon na Sendeu brother yake, tunasoma kwa kitabu. Just go to Nandiland. Kwa Italian rap Samoei tunasoma kwa kitabu. Go to Maketelili Wamenza. Ako hapo. Are you getting me? Walikuwa wanapigania Kenya. Umesikia Msomali kapo? Hakuna. Sasa wakuje polepole. Hii Kenya ni yetu. Kuna statue wa mtu Somali iko pale kwa nini? Kwa Nairobi. Ni ujue watu wako mbali na sisi. Umesahau una statue wa Msomali huko. Tuko na statue ya Tom Mboya. Kweli msi kweli? Ronald Ngala. Mzee Jomo Kenyatta na huyo Mau. Dedan Kimathi. Tumemalizana hapo. Hatutaki mambo mingi. Tukiingia na hao kwa kitabu wataenda peke yao. Wasomali wataenda tu peke yao. Wao ni wageni. Mgeni ukienda kwa nyumba ya mtu tulia. Ile kitu umepewa kula. Kama ni samaki siku 3 ukiingia utaingia kwa samba ukule. Kama utaki go back. Asante.